بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana wetu bwana Muhammad, tuendelea madarasa haya ya sera yake bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tumefika katika mambo yaliyotokea au matukio yaliyokuja kabla ya hijra, kwa muda mchache kabla ya hijra bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Katika mambo yaliyotokea baada ya ile Aqaba ya pili kabisa ni kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya undugu baina ya wale waislamu walioko pale Makka. Yani kama tunavyojua, wengi wetu tunajua kuwa alipogura bwana Mtume akafanya undugu baina ya muhajirina, ikawa yachukua labda muhajir mmoja na ansari mmoja, akiwafanya hao ni mandugu mpaka mwisho. Itakuja inshallah hiyo, maana yake haya ni baada ya hijra. Lakini ilitokea pia kule Makka bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaunganisha, akafanya undugu baina ya wale waislamu walioko Makka, akafanya undugu fulani. Naam. Na tutagusia tu baadhi ya waliotajwa katika vitabu ambavyo ni yani vitabu vya sahihi. Ni kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimfanya Saidina Abubakar na Saidina Umar kuwa ni mandugu. Akafanya Saidina Hamza na Zaid bin Harith kuwa ni mandugu. Tamam. Akamfanya Saidina Zubair na Ibn Mas'udi kuwa ni mandugu. Akafanya Saidina Uthman bin Affan na Abdurrahman bin Auf kuwa ni mandugu. Tamam. Na akafanya wengine wengi wawe mandugu, yani huyu ndugu yake huyu ndugu yake huyu, mingine yani haya majina tulotaja, mengine amepokea katika vitabu vya sahihi, vingine ni kama Imam Bukhari amepokea katika Adabul Mufrad, udugu wa nani, wa Saidina Zubair na Ibn Mas'udi. Tamam. Na pia Al-Hakim katika Mustadraki yake pia amepokea kuwa Saidina Zubair na Saidina Ibn Mas'udi walifanywa mandugu na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Na yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamfanya Saidina Ali ndo ndugu yake. Yaani akafanya undugu baina yake na baina ya nani, ya Saidina Ali. Kama ilivyokuja katika hadithi, akasema kumwambia Saidina Ali, ama tardha an akuna akhaka, je, wewe huridhi kuwa mimi niwe ni ndugu yako? Taban hii ni bahati yake Saidina Ali. Saidina Ali akajibu akasema, bala ya Rasulullah, radhitu, yani iweje bwana Mtume, mimi nimeridhia kweli. Kisha akasema, fa anta akhi fi dunya wal akhirah, basi wewe ni ndugu yangu katika dunia hii na katika akhera. Naam. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya undugu kama hunu, na jambo ambalo tunafaa kujua kuwa undugu wa Uislamu ni mkubwa kuliko udugu wa kidamu. Udugu wa Kiislamu ni mkubwa na una nguvu katika dini kuliko udugu wa kidamu. Manake lau mtu atakuwa ni ndugu yako katika damu, yani kidamu, lakini ni kafiri, yupenda makafiri, fuatana na makafiri, huyu hastahiki loyalty yetu upande wa kidini. Yule ndugu wa kidini ana nguvu zaidi na tuna connection naye kubwa zaidi. Tamam. Tuwe na yaqini na hili, na ni jambo ambalo tunafaa kulifanyia tatbiki sisi kama Waislamu. Na kitambo mwanzo yani kabla ya ule yani zile ahkam kutimia, wale masahaba kwenda Madina na kustakiri kule, mambo yakawa yametimia. Kabla ya hapo ilikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimfanya mtu fulani ni ndugu yake fulani, basi wale wanarithiana. Angalia, ilifika hadi kama hiyo. Kwa mfano sasa tumesema Saidina Abubakar ndo alikuwa ni ndugu yake Saidina Umar, basi watarithiana, yani lao angekufa mmoja yule wa pili angemrithi. Angalia, hapo ndo ilipofika undugu kama huu wa kidini. Kwa hiyo tueni makini katika relationships zetu na katika kunusuru undugu zetu katika dini. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Angalia, subhanallah. Mwenyezi Mungu asema hawa mandugu, hawa mabui, al-akhilla ni mabui, yani marafiki wa karibu sana, au ni mandugu. Yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu.
baadhi yao watakuwa maadui siku ya kiyama hiyo. Illa nani? Illa almuttaqin, isipokuwa wale wacha Mungu. Kwa hiyo wale ndugu zetu wa Kiislamu, wale ndugu zetu wacha Mungu ndio siku ya kiyama wataweza kutuokoa, ndio tutaweza yani kuokoana. Ndio tukasema kuwa undugu wa Uislamu ndio una nguvu kuliko hata undugu wa nini, wa damu. Naam. Kisha pia katika mambo yaliyotukia baada ya hii baada ile Aqaba ya pili, umuman ni wale Makureshi walizidisha zile adhabu. Wale wa Makureshi wakazidisha matusi, wakazidisha kuwatukana masahaba, wakawadhuru, kwa sababu sasa ile Aqaba wakawa sasa wa Makureshi wamekasirika kuwa Waislamu sasa wamepata urafiki, wamepata usaidizi kutoka nje. Kama tulivyoeleza, yani baada ile Aqaba wale Makureshi sasa wakaanza sasa kuwa na tahadhari, kuwa na ishkali, wasema sasa hawa Waislamu washaanza kupata urafiki kutoka nje, hii itakuwa ni ishkali kubwa. Ikawa wamekasirika sana sana sana. Basi tuaje ule udhia na lile kero na zile adhabu zikafanya nini, zikazidi sana, maskini zikawadhuru hawa Waislamu. Naam. Paka Waislamu wale wakafika hadi wakaenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakafanyaje? Wakashtaki, wakamshtakia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paka wengine wakaomba ruhusa ya kufanya nini, ya kufanya hijra kwenda Madina. Wakaomba ruhusa ya hijra kwenda Madina. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawapa ile idhni akisema, inna Allaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna fiha, kuwa Mwenyezi Mungu amewajalia nyinyi ndugu, na nyumba, yani sehemu, mji, ta'manuna fiha, hiyo sehemu, huo mji, nyinyi mtakuwa katika nini, mtakuwa katika amani. Mtakuwa katika amani. Katika hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema kuambia kuwa Mwenyezi Mungu amenionyesha mimi ule mji ama ile sehemu ambayo nyinyi mtakwenda. Mwenyezi Mungu amenionyesha mimi, yani ashanijulisha mimi ile sehemu ambayo nyinyi mtakwenda, nayo nini? Yathrib. Bwana Mtume akasema nayo ni Yathrib, yani hapo ni kabla iitwe Madina. Siku hizi haifai kuitwa tena Madina, tufaa kusema ni Yathrib. Tamam. Bwana Mtume akasema faman arada al-khuruja falyakhruj ilaiha, basi yule mwenye kutaka kutoka, yoyote katika nyinyi ambaye yataka kwenda hiyo hijra, yataka kwenda Madina, falyakhruj, basi atoke ende. Hapa tunaona maskini namna maswahaba bado wanasubiri. Hii ni miaka takriban 13 au baada ya miaka 12 baada ya kupewa utume, maswahaba wapata tabu, wapigwa, wadhulumiwa, wafungwa, tabu walizopitia. Hakuna yani ile peace, hakuna ile raha, lakini bado wao wanasubiri, bado hawafanyi jambo lolote isipokuwa kwa idhini ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Labda wengine wangeweza kugura wakaenda Madina bila ruhusa ya Bwana Mtume, lakini la, wanakuja kwa Bwana Mtume na wanatafuta idhini ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ndio ile tarbia yao, hii ndio ile taadhima yao kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tamam. Bas hawa Waislamu walipopata idhini kama hini, wakaanza sasa kuondoka. Wakawa wanaondoka kisirisiri, pole. Wanakwenda wapi? Wanakwenda Madina. Na watu wa Madina alhamdulillah rabbil alamin, wa maanswari wale wakawapokea, wakawakirimu, yani wakawafungulia milango kwa raha na kwa mapenzi. Ikawa wakiingia kule kila mtu yani yuwapata sehemu wanaketi na wale ndugu zao ambao ni nani, maanswari, mpaka katika mali zao wakawa wanafanya nini, wanagawanyiana, wanawagawanyia, wanawapa. Tamam. Huko Maka hakukubaki katika Waislamu isipokuwa wale waliofungwa peke yake, au wale ambao hawana uwezo wa kwenda, labda ni wazee, labda ni wagonjwa, hawana uwezo. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia ni katika walobaki. Akabaki yeye na Saidina Abu Bakar na Saidina Ali radiyallahu anhuma. Kwa hiyo utaona hawa maswahaba wale wa Ansari, angalia ile karama walionayo, angalia ile mahaba ya dini walionayo. Hawajajua Uislamu muda mrefu, hawajui hawa maswahaba, la, lakini kwa ajili ya ule undugu wa kidini ambao tumeutanguliza kuutaja katika darasa, yani mwanzo ni kuwa ule undugu umeupa kipaumbele. Manake kama itakavyokuja baadaye baada ya hijra Bwana Mtume, tutaeleza yani mambo ajib, mambo ya kushangaza, namna walivyokuwa wakisacrifice vitu vao wale maanswari kuwapa nani, ama kugawanyiana na nani, hawa muhajirina. Naam. Mpaka hapa tutakoma. Tutazungumzia baadhi ya namudhaji, yani baadhi ya vitu vya muhimu zaidi vilivyotokea katika hijra ya maswahaba.
نعم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.